ambamo ama ambazo. Ambamo umeenda shule. Ambamo umeenda shule. Ushaisoma shule? Hapa ni kompyuta yana lakini ambamo mpe. Ambamo. Asante. Ushawahi ya Mwenyezi Mungu. Subiri, usiende kwanza. Umeenda shule hujaenda? Kwani nitasoma kama sikusoma? Asante. Kama umesoma, nini maana ya ambamo? Ambamo? Ambamo ni kitu kimoja. Kimoja. Ndio. Very good. Na ile kimoja imekuja kabla ya ambamo ni jina gani? Ni jengo gani moja imekuja kabla ya ambamo? Majina yote. Sio yote. Urudie mwalimu. Moja ya mwisho ni msikiti. Mwalimu rudia ni moja hapo mwanzo. Kama iko kwa mabano ama hakuna. Nani ni bracket sio mabano. Ndio hiyo. Kwani bracket? Bracket kwa Kiswahili ni nini? Bracket ni nini? Kuna mraba hoja. Kuna bracket kwa Kiswahili ni nini? Huyu vipi? Huyu hajasoma. Yaani bracket kwa Kizungu, kwa Kiswahili? Huyu ulikuwa unasema mabano. Huyu mabano ni nini kwa Kizungu? Waislamu. Soko jangu. Jangu ano. Soko Sija. Jangu tulono. Sisi wala kuturonda. Tera mpora bana. Nao nyawo. Banya ko. Linda ko. Banya ko bayo Uganda. Bazera mpora naye bana. Nabanja kala kubera musiramu zibakubera musiramu. Soko korozi. Isomereko kitege nikimanyi. Uganda omanyi baganda bangi bali basi. Manyande baganda bangi basiramu. Bamanyi nnyo. So olaba kusaba ku kintu ekirala soko kugula wasinyama. Zentule onda bote. Tule bannange. Kiki? Kulwaki? Tula. Kuja hapa. Acha mimi nimjibu. Somali mnaogopa? Msomali sio? Njoo. Njoo hapa. Kujeni hapa. Kama unataka kupitisha hii maneno. Unajua watu wanatoka mbali wanatembea wanajifunza lugha. Yaani wayagala kunchachi. Testegura. Kwa Kisomali tu upitishe kama anajua Kisomali. Sasa في عنده Wafian. ده كيف Aniga. Uganda Gormai mat Aniga. 2011. 2011 mat Marta. Somali way garanaysaa Ay magahaw. aniga Maxamed Nada ma haysan. Maga TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Yeremia. Naam. Habari gani? Nzuri kabisa. Kwanza mimi ujue siendangi mbio. Kwa hiyo ikuongea kama umemeza tape kwanza ama DVD kwanza upunguze. Mimi tunaenda taratibu. Sawa Twende. Wewe ukauliza kama tunaamini nini? Biblia. Biblia imepewa nani? Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Ungeniuliza hilo tu. Si kuniuliza Biblia imepewa nani? Usinipangie. Ngoja subiri. Ni mkusanyiko wa vitabu. Wewe nikimuuliza Injili iko wapi? Nitolea hapo. Subiri. Usinipangie vile mimi nikuulize. Umesikia? Hapa ukikuja unakuja ukiwa uko akili yako iko free. Nakuuliza swali lolote na ujibu. Si wewe uniambie niulize hivi. Ushanielewa vizuri? Ndio. Biblia imepewa nani? Injili iko wapi? Andiko, swali inajibiwa na andiko. Na swali inajibiwa na swali. Subiri. Injili iko wapi? Haya, mpatie huyu sasa. Waislamu shamuelewa? Ameuliza swali, munaamini Biblia? Si ndio swali lake? Mimi nikamuuliza swali,
hiyo Biblia imepewa nani? Badala ya kujibu aliyepewa, ananiuliza tena swali lingine, injili iko wapi? So ni mjibu swali gani? Ni mjibu injili iko wapi, ama ni mjibu kama tunaamini Biblia? Kwa hiyo inakuwa kama ni mchezo, kwa sababu kuna mtu ambaye atakaa pale anataka kujua, kuna mtu ambaye kwamba atakaa pale anataka ubishi, na tushazoea. Sasa wewe ni kama hautaki kujua, unataka kuonesha usomi ama ujuzi ama kujua maandiko. Mimi nakurudishia pale swali ulituuliza sisi, je, tunaamini Biblia? Sisi Waislamu katika vitabu vyetu vimetajwa vitabu 3. Mwalimu, chukua hiyo mic. 3:2 Qur'ani. Mwenyezi Mungu ametaja Taurati, ametaja Injili, ametaja Zaburi. Hiyo ndio vitabu ambayo Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya vitabu vyetu. Kwa hiyo vitabu ambayo Waislamu tunaamini Qur'ani, tunaamini Taurati, tunaamini Zaburi na tunaamini Injili. Sisi tunaamini vitabu vinne ambavyo kwamba vimeteremka kutoka mbinguni zikaja ardhini. Hiyo ndio imani ya Waislamu. Kweli si kweli? Tunaamini zaidi vitabu 4. Tunaamini Qur'ani, Taurati aliyopewa Musa, Zaburi aliyopatiwa Nabii Daud na Injili aliyopatiwa Nabii Isa. Ushahidi wa Qur'ani 3:2 imetaja hizo vitabu. Ukisoma 7:155 imetaja Zaburi. Ukisoma katika 4:42 imetaja Injili. Kwa hiyo hatuna shaka. Ukisoma 11:110 imetaja Taurati. Hatuna shaka. Na Qur'ani imetajwa katika 17:9. Ndio vitabu ambavyo Waislamu wanaamini. Wewe badala ya kutuuliza kama sisi tunaamini Injili, Zaburi, Taurati na Qur'ani, wewe umetuuliza kitabu ambayo Waislamu hatujawahi jua kimetoka wapi. Ndio sisi tunakuuliza, hiyo Biblia mimi sijui. Sio? Sasa tuambie wewe ambaye unatuuliza sisi kama tumeamini, hiyo Biblia imepewa nani? Mpe mic. Umesema vizuri. Naomba unifungulie aya moja katika Qur'ani yenye Injili iko kwa Qur'ani. Maana mnaiamini. Rafiki yangu, si unaiamini? Rafiki yangu, sikiliza. Unasikia? Usijaribu kuhepa swali, kwa sababu unafanya bidii kuhepa swali kwa kuleta swali. Yeye nimemuuliza swali, je, unaamini? Je, nani alipewa Biblia? Akaniambia kwamba hiyo Injili iko wapi, nimtolee Injili. Sasa amejaribu kuhepa, nikamrudisha kwa swali. Sasa tena anarudisha kwa swali lingine, niingie kwa Qur'ani nimuoneshe mahali Injili imetajwa. Kwa hiyo yote ni kutaka kuhepa swali. Mimi huwa sihepi kirahisi, rafiki yangu. Wewe mwenyewe ndiye muulize hiyo swali, na mwanzo nilipotaka kuuliza swali unanifundisha namna ya kukuuliza, kwa sababu umejua hapa kuna shimo, kuna msumari ambao umedunga. Kwa hiyo utaki hata nikuulize swali hili. Kwa hiyo unajaribu kuniletea maswali ili kwamba niingie katika boksi yako, alafu tuanze kusafiri nje tuhepe hii swali. Hapa Waislamu wako 17:9 Mwenyezi Mungu anahitaja Qur'ani kwamba hii Qur'ani inaongoza katika mambo, inaongoza katika njia iliyofanyaje, iliyonyoka. Hatuna shaka Waislamu. Umeona Wewe unaamini Biblia ama sivyo? Ama leo ameacha kuamini Biblia huyo? Wewe unaamini Biblia na kila Jumapili unataka kuja kuingia Waislamu na Biblia. Sasa sisi tunataka kujua hiyo Biblia yako amepewa nani? Hii ndio hao Waislamu wameacha kazi yao, wanakuja kukusikiliza wewe, usiwapotezee muda. Tuambie aliyepewa Biblia nani? Si anauliza swali, ngoja nimjibu. Sasa wewe unauliza swali ndogo, na hili swali ndogo wajua jibu yake kabisa, ambapo unajua njia, yani kitu cha kila kitu kina maana yake. Ninaposema Biblia, unajua hii umeibeba kwa sababu gani? Ukienda dukani unasema nipe ile Biblia, usemi nipe Injili, Torati na Zaburi. Unasema nipe Biblia hii, tafsiri hii. Ndio sasa unapewa Biblia. Sasa huko unakokukwaa kwa kote ni bure. Sasa wewe nikikwambia unitolee Injili katika Qur'ani hutatoa, Torati hutatoa, Zaburi hutatoa. Maneno yote tu unataka tu mahali pa kupenya. Sasa naomba unifungulie tu katika hiyo 22:40, alafu niulize hapo kwa swali.
Sitaki ati mambo mingi, manake Biblia wewe kashajua hapo ndio kuna Injili, ndio kuna Torati na ndio kuna Zaburi. Kwa maiki Waislamu, inna lillahi. Nimemuuliza swali mara ngapi? Alafu mwalimu wangu mara ngapi? Anatumia lugha ya kukwepa. Sasa walikuwa wanazungumza 22:40. Sawa? Yeye baada ya kuona kwamba hapa hana jibu, ananirudisha kwamba tusome 22:40 turudi tena nyuma. Sijui tushaelewana? Kule tushatoka, tunaendelea mbele. Qur'ani, mwalimu, Qur'ani inasema 17:9 inasema hakika hii Qur'ani. Hakika hii nini? Qur'ani. Hakika hii nini? Qur'ani inajitambua. Unaona, inajitambua. Na Qur'ani hiyo Mungu amemteremshia nani? Muhammad. 5:48. 5:48. Mungu amemteremshia Muhammad, hatuna shaka. Na aya chungu nzima. Hata makafiri walikuja kuuliza, kwa nini yeye hajateremshiwa Qur'ani kamili? Kwa nini ateremshiwe kidogo kidogo? Tena Mwenyezi Mungu akamwambia, fa idha qara'nahu fatabi Qur'ana, fa idha qara'nahu fatabi Qur'ana, tunapokusomea wewe fuata kusoma kwake. Ndiyo maana Qur'ani bimaana kisomo. Kwa hiyo Mungu kamsomea Muhammad Qur'ani, hatuna shaka. Na Mungu amemteremshia Muhammad Qur'ani kupitia malaika Jibril alayhi salam. Ukisoma Qur'ani 2:97 inaonesha udhibitisho kwamba Mwenyezi Mungu amemtuma Jibril amsomee Muhammad Qur'ani, na Muhammad alipokuwa anasomea Qur'ani ilikuwa inaingia katika moyo na hasahau. Ndio Mungu akasema sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha na hautasahau. Kwa hiyo kuna chungu za aya za kuonesha Muhammad amepewa Qur'ani, na hiyo kitabu inajitambua. Lakini Biblia ni matengenezo ya wanadamu. Tuko pamoja? Kabisa. Biblia ni matengenezo ya nini? Wanadamu. Walikaa chini mabisho, wakakaa chini wakatengeza kitabu kinaitwa, yani kwanza haina jina, wakakusanya vitabu wakaweka pamoja, baadaye wakakosa jina wakaita kwa neno la Kigiriki Biblos, bimaana Biblia, mkusanyiko wa kitabu. Ilikusanywa na nani kwa ruhusa ya nani? Yaani mwalimu wangu, unaona hii Biblia? Ukitoa hii cover hii. Yaani imeenda hivyo. Ndio imeenda. Hii cover ndio inaitwa Biblia. Hapa ndio maana nikimuuliza imepewa nani hawezi akajibu. Hana, kwa sababu hii si kitabu ya Mungu. Ingekuwa ya Mungu, Mungu angesema anaitambua, angehitaja hata ndani ya Qur'ani, lakini hakuna. Kitabu ni Paulo kaandika, kaletea watu. Warumi wakaikusanya vitabu mbalimbali iliyowapendeza wao, sio iliyempendeza Mungu. Iliyowapendeza Warumi wakaikusanya wakaletea hawa taratibu. Ndio unaona wanakwambia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Unatafuta pale neno Trinity is not existing. It's not there. Wanasherehekea Christmas, Yesu amezaliwa, ukitafuta kule hakuna. Wanaenda kanisani Jumapili is their day of worship. Siku ya Jumapili ukienda katika kizungu Sunday. Kwa nini Sunday? Kwa sababu aliyekuja kuwatengezea dini alikuwa anaabudu Mungu jua siku hiyo. Ilikuwa inaitwa Sun Worshiping Day. Wakaitoa neno worship ikabaki Sunday. Ndio anaenda kuabudu. Kitabu ya kipagani, si ya Mungu. Ingekuwa ya Mungu tungejua amempa nani. Lakini kwa sababu si ya Mungu, haina mwenyewe. Na hauwezi ukajibu. Haina haja nikae na wewe hapa nikipoteza muda. Hauwezi ukajibu. Wewe si wa kwanza. Tumekaa na watu ngapi? Tumekaa na walimu wa hawa, watu wenye kola, wanatembea na gari kubwa kubwa. Sio huyu anakula ngumu hapa wajia. Anasema anataka kukutengeneza. Wale wenye wanatembea na gari wenyewe hawezi wakajibu, huyu atajibu. Hawezi. Ashabadilisha swali. Anasema anataka kukutengeneza. Atanitengeza nini? Kwa maneno, kwa andiko? Sijui nafasi, anataka kupiga pasi, sijielewa. Mpatie. Haya. Toa andiko hujasoma mwalimu. Rudia tena andiko isomwe. Andiko gani? Halo. Ulikuwa unatoa andiko, umetoa andiko. Wewe umesema isome 22:40.
Si ndio nilikuwa nataka isomo? Si wewe ndio umetoa, ulibadilisha swali baada ya kukosa jibu. Na wewe maadamu umekosa jibu, mimi singefunika, singetoka hapa nirudi Nairobi. Nairobi mpaka Wajir ni kilomita ngapi? Toa hiyo, soma hiyo. Mwalimu chukua mic. Soma hiyo wangu mwalimu, niulize swali mic basi. Hiyo 22:40 usome, aulize swali. Mimi singetoka Nairobi mpaka Wajir kuja hapa tukibishana huyu alafu nitoke niende. Lazima niambie watu wa Wajir ukweli, si ndio? Biblia sio kitabu cha Mungu, iliwekwa, ilitungwa na haina mwenyewe. Hakuna mtu alipewa kitabu kinaitwa Biblia. Vitabu vilivyopeanwa na Mungu ni 4. Taurati amepewa Musa, ushahidi 11:110 Qur'ani. Daudi amepewa Zaburi, ushahidi 20:55. Yesu amepewa Injili, ushahidi katika ngapi? Iko 23:348. 3:48 Yesu amepewa Injili. Na Muhammad amepewa Qur'ani kwa ushahidi wa aya nyingi. Kwa hiyo hatuna shaka sisi Waislamu. Na pia ukisoma 2:98 Yesu amepewa Injili. Hatuna shaka. Mwalimu msomee. 22:40. Ndio. Ambao walitolewa manyumbani. Mijini mwao. Ndio. Pasipo haki. Wametolewa majumbani mwao, mijini mwao pasipo haki. Kwa sababu wamesema. Ndio. Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Ndio. Niendelee. Endelea. Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Ndio. Kama Mwenyezi Mungu angewakinga watu baadhi yao kwa wengine bila shaka ndio walivunjwa mahekalu na makanisa na nyumba nyinginezo za ibada na misikiti ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa humo kwa wingi. Ampe. Shida ni nini na hiyo aya? Sababu umetaka isomwe sana. Mimi sina shida na aya. Shida ni wewe na kushangaa unaipinga Qur'ani hapa mbele ya Waislamu wenzio. Nimeipinga kwa maneno gani? Sikia hiyo aya inasema makanisa. Makanisa wanatumia nini? Swali yangu ni hiyo ndogo tu. Makanisa wanatumia nini? Sasa hata wanataja jina la Mwenyezi Mungu kwa wingi. Haijasema hivyo. Sio nyumba ya Mungu. Hujasema ambao. Rudia andiko. Imesema. Wacha nikusomee mimi mwenyewe. Yeremia. Wacha nikusomee mimi mwenyewe. Yeremia, sikiliza. Mimi ni Mswahili. Utanifundisha Kiswahili. Imesema hivi kanisa ambamo imetaja majumba manne, ikataja msikiti ya mwisho, kisha msikiti ikasema ambamo. Ukisikia ambamo ni moja. Kama Mungu angekusudia zote angesema ambazo. Kabisa. Wewe kama ulifeli Kiswahili shule subiri Waislamu. Mimi nije nifundishe huyu Biblia yake, nimfundishe dini yake na pia nimfundishe Kiswahili. Inaingia? Mimi nitakufundisha dini bure yako. Nitakufundisha Biblia yako bure, lakini Kiswahili utalipia school fees. Wacha kujipiga Kiswahili. Somea andiko. Wewe soma. Ambao wametolewa manyumbani. Akina nani? Ambao wametolewa majumbani mwao. Akina nani? Waislamu. Twende tutaona kama ni Waislamu. Mijini mwao. Hiyo haiko kwa Qur'ani lakini mijini. Hiyo iko kwa mabano. Wewe acha mambo ya mabano. Wewe Biblia imejaza mabano kushinda Qur'ani bwana. Wewe kuna aya subiri kidogo. Soma aya ilivyo kwa sababu mabano imejaa katika Biblia na imejaa zaidi kushinda Qur'ani. Usianze mambo ya mabano hapa. Wewe una aya zaidi ya 20 ndani ya mabano. 16 kuanzia moja mpaka mwisho yote iko ndani ya mabano. Usiongee mambo ya mabano. Yohana 8 kuanzia moja ukienda kule chini yote iko chini ya mabano. Kwa hiyo hapa tuzungumzie mabano. Wewe soma na aya ilivyo, usijifanye mjanja. Ukisoma Yohana 4:25 neno masihi iko ndani ya mabano. Wacha kuteta, twende pole pole. Sikupeleke mbio tena, nimejua.
ambao wametolewa majumbani mwao, mijini mwao, asante, pasipo haki, ila kwa sababu ya wanasema ndio Mola wetu ni nani? ni Mwenyezi Mungu. Hawa ni wengi wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Kwa Kiarabu neno huyo Mwenyezi Mungu ni Allah. Sasa wewe kama Mkristo unamuitanga Allah, tutajua leo. Na kama Mwenyezi Mungu asingeliwakinga watu baadhi yao kwa wengine, ndio bila shaka yangelivunjwa nini? Mahekalu kwanza, mahekalu koma, na makanisa pili, na nyumba za na nyumba zingine, na nyumba nyingine za nini? Na nyumba nyingine za ibada, misikiti. Sio kama usiweke hapo msikiti, nyumba zingine za ibada, hajataja misikiti, na nyumba zingine za ibada, misikiti. Subiri sasa, subiri hapo, subiri, na misikiti ambamo umeenda shule, umeenda shule, ushaisoma shule hapa ni computer yana, lakini ambamo mpe ambamo, asante, ushawahi Mwenyezi Mungu. Subiri, usiende kwanza, umeenda shule, hujaenda? Kwani nitasoma kama sikusoma? Asante. Kama umesoma, nini maana ya ambamo? Ambamo ni kitu kimoja. Ndio. Very good. Na ile kimoja ambayo kuja kabla ya ambamo ni jina gani? Ni jengo gani moja imekuja kabla ya ambamo? Majina yote, urudie mwalimu. Moja ya mwisho ni msikiti. Mwalimu rudia, chukua maiki, awache ujanja. Ambamo ni moja. Mungu ametaja zile za kwanza, akasema na nyumba hii ya mwisho. Subiri mwalimu, subiri. Mwenyezi Mungu ametaja manyumba 4 pale za ibada, na tukatai. Wakristo sanaabudia kwa kanisa, sio anaenda kwa kanisa, ni nyumba ya ibada. Kwani nani anakataa? Subiri kwanza, lakini ni ibada potofu, sio ibada ya Mungu. Shaelewana? Kuna wengine wanaenda katika mahekalu kama Wahindi, wana masanamu ndani ya mahekalu. Hiyo inakuwa ni ibada ya kweli ya Mungu? Si ya kweli. Na nyumba zingine za ibada, kuna wengine wametengeza nyumba za kuabudia mashetani. Kuna wakati Kenya mwaka jana, kuna nyumba ya shetani ilifungwa kule Nairobi. Nani alisikia hiyo? Walikuwa hawana rent, nyumba ya Illuminati. Mshaisikia hiyo story? Ilikuwa mpaka kwa news, watu wanaenda kuabudu shetani, nyumba yao ibada inafungwa kwa sababu wamekosa pesa ya kulipa rent. Ni nyumba ya ibada. Kisha Mungu akataja nyumba ya mwisho ibada na misikiti, alafu akasema ambamo, bi maana kwamba inayokusudiwa ni msikiti. Msikiti ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Ukienda katika Arabu, kwa Kiarabu, mantiki ya Kiarabu inakwambia jina la Allah. Kanisani kuna tajangwa Allah, hawa wanasemanga Allah sijui ni sanamu, hata wamwamini. Kwa hiyo yeye nilipomuuliza anajua Kiswahili, akasema ndio. Maana ya ambamo ni moja. Jina gani limetangulia ambamo? Anasema yote. Wakati iliyotangulia ambamo ni msikiti. Kwa hiyo iliyokuwa inakusudiwa ni msikiti, na kukuhakikishia kwamba ni msikiti inakusudiwa. Mwalimu, 24:36. 24:36. Wewe unakuja na aya moja hapa kuja kujitetea. Kuja hapa na aya 30. Mimi alikuwa anasema nataka kutengeneza huyu. Yaani ukiwa na swali moja kuja na aya kama 30. Ukiniona tu nimesimama hivi. 24:36 Qur'ani. Waislamu takbir. Sasa huyu ati naye pia atakaye ati nitoke kule akuja nifundishe Qur'ani hapa. Wewe ukinifundisha Qur'ani mimi naacha kuhubiri, sababu sitaona kazi yangu. 24:36 nisomee mwalimu. Waonekana kwa kusali nyakati 5. Taratibu basi. Taratibu. Hatuko mashindano ya safari rally. Kwa watu waelekee pamoja. Kwani kuna mtu amekushikia kiboko usome? Haya nasoma kama ameshikia hapo na kusaidia. Taratibu basi, taratibu. Waonekana kwa kusali
nyakati 5. Waonekane kwa kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo ameamrisha zitukuzwe. Ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Humo litajwe nini? Jina lake. Yani misikiti. Kumbe misikiti ndio atajwe jina la nani? Hapo ni mabano, lakini hapa juu ni nyumba ambazo. Kuna neno ambazo. Mungu amesema ambazo zitajwe jina lake. Humo litajwe jina lake. Kwani msikiti zikiwa mbili itakuwa ambayo ama ni ambazo? Wewe utanifundisha Kiswahili. Msikiti ikiwa zaidi ya ngoja, usijifanye mjanja. Hiyo aya imetaja specific msikiti. Na pale inasema katika majumba ambayo zitukuzwe jina lake. Jumba ambazo zitukuzwe jina lake kitaja nini? Yani misikiti. Ushaona eh? Sasa wewe ukisema ambazo unataka kuweka zile zingine muongo, kwa sababu msikiti zaidi ya moja itaitwa ambazo. Kiswahili nimekwambia mwisho. Hii nakupe last chance. Nikikufundisha Kiswahili lingine hapo 500 ndio twende kwa swali lingine. Sikiliza mwalimu. Wewe mwalimu mzuri. Mimi nakupenda sana. Wewe mwalimu wangu mzuri. Hiki hapa kuna mabano. Nilikwambia kwa Biblia. Sikiliza. Wote tuseme kwa Biblia. Hebu mpatie huyo kidogo. Tunasoma Qur'an kidogo, mpatie huyo. Mwalimu, nataka twende kwa sababu moja kwa moja tuangalie kama hii. Subiri. Maana hapo kuna mabano. Kabla ya Qur'ani, chukua hii Biblia. Ngoja kwanza, anasema twende kwa chukua hiyo Biblia. Anasema twende kwa chukua hiyo Biblia. Amesema twende kwa Kiarabu aone kama mabano hapo. Chukua hiyo Biblia. Sasa sijui kama mabano. Fungua 16:9 Marko. 16:9 Marko. Wewe utajifanya mjanja rafiki yangu. Ama 18:1 Yohana. 8:1 Yohana. Wewe utajifanya mjanja. 8:1 Yohana. 8:1 Yohana. Umpatie. Wewe kama ni mabano iko kwa Biblia na unaamini, kwa nini kikija hapa tunaanza kuleta? Hii ni kupoteza muda, sio Islam. Hii ni kucreate diversion. Kwa sababu yeye ameshindwa kujitetea. 8:1 Yohana, tuingie kwa swali lingine usipoteze muda. Wewe unapoteza muda sasa. 8:1 Yohana, umpatie. Usipoteze muda basi. Shika. Anaitwa nani? Mpe. 8:1. Shika. Haya, 8:1. Hebu nisomee 8:1 hapo mwanzo. Kama iko kwa mabano ama hakuna. 8:1 bracket sio mabano. Ndio hiyo. Kwani bracket? Bracket kwa Kiswahili ni nini? Kuna mraba. Kuna bracket kwa Kiswahili ni nini? Huyu vipi? Huyu hajasoma. Yaani bracket kwa Kizungu. Kwa Kiswahili? Huyu. Wewe ulikuwa unasema mabano. Huyu. Mabano ni nini kwa Kizungu? Waislamu, hii aya anajaribu ikimbia. Andiko 21 verses iko ndani ya mabano. Akiona hii anajifanya aoni. Akiona kwa Qur'ani neno moja kwa kibano, ati iko kwa kibano. Hii ni unafiki kama si unafiki? Yaani aya 21 kwa kitabu chake aoni, lakini neno moja sio aya. Qur'ani hakuna aya nzima iko kwa mabano. Ni neno moja kwa aya. Neno tu. Unaweza pata labda neno Allah iko kwa mabano. Hati sasa anateta. Wakati 21 verses ziko kwa bracket aongei. Ili kupoteza muda. Waislamu, anaona sasa nini imeingia hapa. Usipoteze muda. Yaani hebu mpe mic. Anasema mabano kwa Kiswahili. Ikiingia kwa Kizungu, hii ni bracket. Bracket mimi anasema hivi. Yaani kama vile naweza sema house kwa Kizungu. Kwa Kiswahili, mpe mic. Shika mic. Wacha na Qur'an. Wacha wasiwasi mwalimu. Nataka nikuingiza subiri. Hizi maana mbili. Hasaki unifundisha. Najua nataka kujifanya msomi, lakini mimi siongei sana. Wewe umeshinda. Siongei sana. Umeshinda. Subiri, umeshinda. Uko na lingine. Wewe ndio uulize swali. Toka mimi siulize swali. Mimi nimekuweka pale ndio uulize. Kwani sasa unaogopa kuuliza swali? Mimi sina swali lingine. Sasa kama unamaliza mwalimu, Waislamu basi. Yaani mwingine manake umeshindwa kujibu maswali yangu. Yeye mpe huyo. Swali gani umeshindwa kujibu? Wewe una swali, huna swali. Wewe umekaa pale ukaleta 22:40 ukataka kuingiza kanisa kwamba ni nyumba ya Mungu inatajwa jina ya Mungu. Ndani ya kanisa itaji jina ya Mungu inatajwa jina ya Yesu. Kweli uongo?
Kweli. Si Yesu ni Mungu wa huyu? Huko unamshirikisha Mungu. Yesu na ndio Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa wanamshirikisha Mungu. Anasema wala kulu thalatha, msiseme watatu. Intahu, wacheni ya maneno ya kusema kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu ni shirki. Jambo la pili, kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni shirki. Kwa hiyo kanisani hamtaji jina la Mungu, mnataja jina la Yesu. Kanisani mnamshirikisha Mungu. Yaani huyu Yesu usijifiche pale kwa Yesu ndio Mungu wao, tena ndio dini yao. Kitu ya kushangaa wewe. Yesu Mungu tena ndio dini. Kitu ya pili, huyo ndiye Qur'ani haiamini. Haiamini. Hapo pale tu kusumbua, kupoteza wakati. Hana kitu kingine. Hiyo 22:40 yenyewe amini. Na ukitaka kujua amini Qur'ani, nikimtoleza hii aya utaona anakataa. Kwa hiyo ni mnafiki tu, haeleweki. Yaani si Mkristo, katika Ukristo hayuko, kwa wenye dini hayuko, yeye amehang tu pale kwa hewa. Uliza swali lingine kama unalo, basi. Ati nini? Hebu Waislamu tuone kwa ishara mkono. Waislamu. Mashaallah, barakallahu fikum. Wakristo walihudhuria hapo. Wakristo. Kuna kaketu mmoja hapo. Kaka salimia na kasi. Wala unaona Kiswahili kuanzia kitambo cha. Njoo nikuonyeshe kitu gani. Wewe ni umevaa kofia kama kuna kaka hapa. Yuko wapi kaka? Huyu hapa. Alikuwa akikuangalia na kutafuta kwa macho ule pale kwa nguzo ya stima pale. Rafiki yangu njoo basi. Njoo tafadhali. Njoo. Usiogope. Karibisha. Karibu. Usiangushe kanisa. Kabisa. Karibu sana. Sikiria? Habari gani? Mimi naitwa Abbas, naitwa nani? Alex. Muislamu Mkristo? Mfanana na Muislamu sana bwana. Mimi ndio nikupenda. Alafu amesendeza mpaka na Nabii na Abdul Ghani. Nasemaje? Mkutano umefuatilia? Unaje? Basi karibu hapa. Tumpatie nani? Taka moja. Njoo. Usiogope maneno ya Mungu. Wazee wanakuita unakataa. Karibu. Jenzi. Haya. Nani mwingine? Mkristo tumuone. Mkristo. Dada yetu pale. Wapi dada pale? Dada pale. Wapi? Dada pale. Dada, habari gani? Kusimoni bana. Habari gani dada yangu? Naitwa nani? Ana. Mkristo. Ule anajivunia. Na mimi ni Muislamu, ule anajivunia. Kuna tatizo Muislamu na Mkristo akiongea pamoja maneno ya Mungu? Hakuna tatizo. Mambo ya siasa tunashirikiana, si ni kweli? Sasa ya Mungu kuna tatizo? Mimi naomba dakika yako 5 minutes peke yake. Hapa pale tu tuzungumze maneno. Njoo nisalimie basi mimi. Ni kama tunashindana. Sio kushindana. Mungu, msubiri kidogo. Hii ni maoni yako, lakini kwa maoni ya Mungu sio kushindana. Kwa sababu kwa maoni ya Mungu katika Qur'ani anasema ni kuita tukae pamoja tuongee maneno ya Mungu. Kwa Biblia yako unayoamini unaenda naye kanisani, Isaia 1:18 inasema njoo tusemezane, asema Bwana. Kwa hiyo anaituambia mimi na wewe tuzungumze ni Mungu. Lakini wewe ndiye ambaye kwamba unajiweka kando, unaona kama ni kushindana. Sina mbona kushindana. Hakuna mtu anashindana. Unapodharau Kristo, kuna mtu amedharau Kristo? Hakuna mtu amedharau Kristo. Na mbona mimi napenda Kristo kukushinda? Sawa, hata mimi nampenda. Na mimi nimesoma hiyo Qur'an nasoma. Sawa, najua vizuri sana. Wewe unampenda Yesu, alikuwa Muislamu. Kabisa, kama unampenda na pia kuwa Muislamu. Ndio utakuwa unampenda kamili. Kwa Muislamu kwa hiari yangu, si wewe uniambie. Ndio nakwambia, nataka ujue kama kweli unampenda Yesu uwe Muislamu. Lakini kwa pale unasema unampenda, ni sawa na wewe uko shule, mwalimu anakuambia ukifanya mtihani utapata nini? Utaenda university. Wewe ubaki ukisema mwalimu ndio njia ya university, mwalimu ndio njia ya university, utaenda mpaka usome. Sasa kumpenda Yesu mpaka ufuate namna alivyokuwa. Alikuwa ni Muislamu na alikuwa na sujudu. Na mimi nikisema Muislamu simdharau, mimi najua ni ndugu yangu. Wewe unasema kwamba alikufa kwa msalaba ndio wewe unamdharau. Kwa nini? Kwa sababu unasema alikufa kifo ya laana. Mimi nimekuambia amekufa kwa msalaba. Kwani Yesu hakukufa? Ndio umeenda mbali sana. Yesu alikufa, hakufa msalabani. Sasa kama amekufa kwa msalaba, mtu aliyekufa kwa msalaba ni laana. Kwa hiyo wewe unamlaani Yesu na mimi namtukuza Yesu. Ukisoma Qur'ani 19:19 Muislamu anamtukuza Yesu.
Tena Yesu ndani ya Qur'ani ametajwa mara 25, 25 times. Muhammad amepewa Qur'ani ametajwa mara 5. Kwa hiyo Muislamu, Waislamu wangapi wanaamini hapa Yesu? Tuko wengi sana. Wote. Na usipoamini Yesu wewe si Muislamu. Wala usiwe na fikra kwamba Muislamu anadharau Yesu. Muislamu anapenda Yesu, na ukikataa Yesu wewe si Muislamu. Ushasikia? Alize, kuniangalia unaamini na mume wake. Labda Kristo ama labda Mkristo labda. Kuniangalia. Nikikuangalia hivi yako jaji haraka nitasema wewe ni Mkristo. Labda sasa uniambiwe dini gani? Kwa hiyo msikitini umeenda? Au unajua kusoma Qur'an na unaweza kusoma Bible. Sasa unaweza nichaji gani? Mwalimu wangu huweza kusoma hata Ibilisi, subiri kidogo. Hata Ibilisi anaweza soma Qur'ani na anaweza soma Biblia, anajua. Wakati Yesu alipokuwa anajadiliana na Ibilisi alikuwa anaquote maandiko. Kwa hiyo kujua kusoma imaanishi uko katika dini. Unaona, hiyo ni kujua tu kusoma. Dini yako gani? Ngoja, kabla nikujibu, wewe wakati unavyoshika hii microphone usimama hapa, unapeana ushauri ama unatofautisha dini ama unajaribu kufanya nini? Okay, mimi kinachojaribu kufanya ni kuonesha kwamba Mungu ni mmoja na vitabu vyake ni moja, vinaongea message moja kwamba Mungu ni mmoja na dini ni moja ya Uislamu. Hiyo ndio kitu najaribu kufanya hapa. Wewe unafikiri mimi nafanya nini? Wewe unachanganya sana. Mara kama dini ni moja, mbona wakatenganisha Bible na wakatenganisha Qur'an? Sijatenganisha. Biblia kuja hapa tuzungumzie hapa. Kuja. Sasa na maswali mazuri. Maswali mazuri. Waislamu songeni tafadhali. Nzuri na songeni. Tafadhali. Anasema kwa maneno yake mazuri sana. Njoo dada. Siendi hapo. Mbona? Sasa sijui siendi hapo, naongea nini? Sawa. Kama nauliza na kuna mkosi hapa. Wacha kusema mkosi. Kila binadamu ana mkosi wake. Nimesema wewe ni mkosti, sio mkosi. Mkosti. Mkosti. Mimi nimezaliwa Uganda na Waganda ni Waislamu. Sawa? Nyabo. Wewe serious. Chichi. Serious wa Soko jangu nyo. Sagara. Kuachi. Bakuba nyisi. Unyize chi. Chichi chikunyishe. Bakuba mwogera nyo kusinga kugundi. Kugundi. Soko jangu tuongere. Yaani koje. Soko jangu. Kwa yuko nakuja kuchaka. Jangu ano. Soko Sija. Jangu tulono. Sisa wala kuturonja kuinja. Tera mpora banga. Nyawo. Lindako nawe. Banyabo ba Uganda. Bazera mpora nawe banga. Tulo. Nabanja kala kubera musiramu zibula kubera musiramu. Soko korozi. Kusomereko? Kusomereko kitegere nkimanyi. Uganda omanyi baganda bangi bali basi. Manyande baganda bangi basiramu. Bamanyi nnyo. Olaba kusaba kutimba eki kirala sokolera wasinyama nze ntule onda bote tule bannange kiki nze situle nze kulwaki takbir Allahu Akbar takbir wewe basi ulikuwa una hii wewe acha wana khabari kweli Mnaona, naposimisha kuambia mara nyingi, tembea ujue lugha. Hata tukienda Kongo, songeni hivyo Islam. Tukienda Kongo huko, Kifaransa mimi nitaongea Kifaransa. Waislamu sizuia hapa na inakatakata Kifaransa ambapo kidogo ndio kwa maana nilikuwa naona mic inakata. Kabisa. Songeni kidogo tafadhali. Tuvuke kwa hiyo time pande hii. Waves hapa inakata. Songeni kidogo tafadhali. Naomba tu songeni hivi. Songeni hivi. Yaani lugha ya nyumbani tamu Waislamu. Sicheze na lugha ya mtu. Haya, mpatie mwe. Nyogo. Kwa kuitani. Apita Hana. Ana. Ezama mpita Musa. Ova zaidi Uganda. Ndina Kainja. Kainja. Nze ndi Munyankole. Munyankole.
Angalia Kigandi sasa. bana wakona wote. Mike hiyo imekwaje? Kama ni betri. Shahada ni angalia betri hapo. Angalia betri hapo kwa Si betri na hizi waves nimesema Waislamu songeni nyuma kidogo, waves hapo inakata hii. Tafadhali. Tunaomba. Songeni kidogo. Iriso. Songeni kidogo nyuma. Mwanamboka sango nini? Sango malamu bie. Tukienda Kongo namna hiyo tu. Alafu Waislamu inabidi tutembee. Tukitembea hizi lugha kidogo kidogo unapata hii moja unaunganisha inaenda mbele. Si ndio? Lakini msifikirie mimi natoka Uganda. Nimejifunza tu, hata vitu vingine nikivunja ataniambia. Lugha yenyewe kidogo na kuvunja hivi. Lakini akiongea tuwezi poteana. haya fadhali wewe ningejua kidogo. Ungefanya haya. Wewe tukikupeleka. Nyabo, kwa wote. Kule ni machawa Somali. Wasoma. Abasomali. Kwa Abasomali. Okay. Kati Basomali Waislamu kulo chikoga tobera Muislamu. Na bana Uganda banji Waislamu. Omanyize najua naongandi ntya. Omanyi najua ngeni n'emyaka meka. Simanyi. Ngeni n'emyaka 13. Wano. Nakulira wano. Wano. Ate olulimi lwonna lumanyi. Musomali. Osobola kwogera? Nsobola okwogera. Olimba nawe. Kati ogamba oti. Waislamu takbiri. Allahu Akbar. Wacha na watafsiri yao. Huyu tumefikishana mahali nikamuuliza hapa anafanya nini, anasema anafanyia Wasomali kazi. Unanielewa? Nikamuuliza hapa, akaniambia hapa alikuja kitambo, amemaliza miaka 13. Kisomali anakizungumza. Tolide. Miaka meka? Tolide. Zinazoona miaka si miaka chenu leo. Waje wanononi na miaka meka? Ni miaka 13. Alikuja hapa akiwa na miaka 13. Alikuja hapa akiwa na miaka 13. Kwa hivyo Kisomali anaweza kuzungumza fluent. Sio maneno yangu, ni maneno amezungumza. Sio hicho. Kama kuna Msomali anataka kumjaribu kwa Kisomali akuja hapa. Ndio mthibitishe yeye maneno. Kuna Msomali anataka kujithibitisha yeye maneno, kuja hapa. Acha mimi mdogo. Msomali mnaogopa. Msomali sio? Njoo. Njoo sasa, njoo hapa. Kujeni hapa. Kama unataka kuthibitisha yeye maneno. Unajua watu wanatoka mbali wanatembea wanajifunza lugha. Yaani wayagala kunchachi. Kestegura. Kwa Kisomali tu uthibitishe kama anajua Kisomali. Sasa fi anta. Wafian. Haya ndio kiba. Aniga. Uganda. Garmai mat. Aniga. 2011. 2011 ay mat. Marta. Somali way garanay saa. Ay magahaw. Ani Muhammad. Nata mahay sabi. Naga. Wallahi kiboko. Huyu kiboko. Mimi nimenua. Nimemfundia kofia. Hiyo Somali nimeishi na nyinyi lakini lugha inanipiga chenga. Huyu. Wasomali mnaona? Waislamu. Wawajia. Hii ni challenge kwenu. Waislamu, naomba mnisikize kidogo. Hii ni big challenge kwenu. Msione kama ni mzaa. Na nawaambia wallahi, billahi, tallahi, big challenge kwenu. Huyu kuja hapa akiwa na miaka 13 mpaka leo hii hapo hivi na lugha ya Kisomali anafahamu vizuri. Unajua kuna kitu kimoja, wacha tuzungumze haki. Huyu kuzungumza na yeye ili kuwa Muislamu lazima tuzungumze maneno mazuri. Kuzungumza naye maneno mazuri inamvutia kuwa Muislamu. Lakini ukimdharau ukisema skadaf, garwa, sijui nini, wacha kwa Muislamu, haraka hivyo haiwezi. Na atadharau Uislamu mpaka siku yake ya Kiyama. Ile kitu inafanya tuwezi kwa sababu wanatudharau, wanatuita shedana, ana shedani wa imara. Sasa unaona? Ani firi hata hayatu wahante. Hata bismaa mukushana.
Subiri kwanza. Subiri ni kwanza. Waislamu, wallahi maneno anazungumza unaona kama ni mchezo, na mnasikiliza yeye maneno anazungumza. Wallahi hii itakuwa ni ushahidi kwenu mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu atakushikeni matani, pepo ya Allah mwingine, wallahi mwingine hamwingii. Huyu atawashika matani, atasema ya Rabbi, mimi nikana hawa wako niambia, walikuwa wananiambia shetani wae. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Sema dada. Hata kama uko na nia ya kuwa Muislamu na watu ambao wanataka kushawishi kuwa Muislamu, unaona hao ndio wanakudharau. Unaona sasa? Alafu ukutana kwa barabara anakuuliza sasa, dada yangu, ngoja nituongee kidogo. Kwa niaba ya maneno yote, kwanza mimi binafsi kwa niaba ya Waislamu nasema pole. Naomba msamaha kwa hiyo yote ambao wanakuita na kuona kwa kudharau, nasema shetani wa malaiwa. Mimi nasema kwanza pole. Pole kwa hiyo. Kwa niaba ya Waislamu nasema pole. Pole kwa niaba ya Waislamu wote nasema pole. Mimi sitaji pole kwa sababu nimelelewa hapa. Sasa hivi nimefikisha miaka 19. Sasa nisikize kwanza kidogo. Nisikize alafu utaongea. Nasema kwa hiyo yote nasema kwanza pole. Wale wanakutukana hivyo, wanakuchukulia kimadharau hivyo, Uislamu haiku hivyo. Uislamu kama dini ina utaratibu wake wa binadamu. Binadamu muda wote anaweza kosea. Binadamu ni Muislamu kama binadamu anaweza kosea, lakini dini inabaki pale pale. Tuangalie misingi ya dini inafundisha namna gani. Ushaona? Lakini kama Uislamu binadamu, kwanza tuwe na nidhamu nzuri na kuongelesha watu vizuri. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Hata kama lakini wallahi anajitahidi. Si ni kweli? Si ni kweli? Hata kama ameivunja lakini anajitahidi, mashaallah. Mwenyezi Mungu akuongoze dadangu uwe Muislamu. Amin. Ampe Jeremia. Jeremia tufunge. Jeremia, kesho tuko hapa, kama utapata muda njoo. Sawa? Nitaokoka nikija kesho. Ukinionyesha njia ya kuokoka, maana uokovu ukinionyesha mimi nitaokoka.